Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaendelea na mfululizo wa masomo ya siku 10 za maombi katika mwaka wa 2026 zilizoanza katika Januari 7 zitakazoendelea hadi Januari 17 mwaka huu. Somo letu kuu katika mwaka huu linasema kufunguliwa. Leo ni siku ya 3, Januari 9 mwaka huu wa 2026. Siku ya leo mada yetu inasema kutana na Yesu pale anapotushangaza. Imejengeka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya 9 hadi ya 11. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Nasema asante kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu umeendelea kutufundisha kila siku namna ya kufunguliwa. Kama ambavyo tumekuwa tukisogea miguuni pako kwa miaka iliyopita, nasi tunajisalimisha kwako mwaka huu. Utembee pamoja nasi, uzungumze pamoja nasi, ukatufundishe namna ya kufunguliwa. Katusaidie nasi tujitoe wakfu kwako ili tuweze kuifanya kazi yako. Tembea nasi siku ya leo. Tufundishe haya yote ili tupate kuyaelewa katika jina la Yesu. Amina. Kutana na Yesu pale anapotushangaza. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ya 9 hadi ya 11 imeandikwa. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Ombi. Chunguza neno. Soma Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya ya 1 hadi ya 3. Je, Yesu mwenyewe anaandaa nini kabla ya ujio wake? Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya ya 1 hadi ya 3, neno la Mungu linasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya 9 hadi ya 11. Kurudi kwa Yesu kutakuwaje? Hekima kutoka kwa Ellen White. Muda ulipofika wa Kristo kurudi kwa Baba yake, aliwaongoza wanafunzi wake mpaka Bethania. Hapa alisimama kidogo na wafuasi wake wakamzunguka. Alipoinua mikono yake akiwa katika kuwabariki, kama uthibitisho kuwa utunzaji wake kwao ungekuwa pamoja nao, taratibu alipanda mbinguni kutoka kati yao. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Luka Mtakatifu sura 24 aya ya 51. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 25. Wakati wanafunzi walipokuwa wamekaza macho yao kuelekea mbinguni ili kumwona Bwana wao kwa mara ya mwisho, alipokelewa na majeshi ya malaika wa mbinguni waliokuwa wanashangilia sana. Walipokuwa wanamsindikiza kuelekea kwenye nyua za mbinguni, malaika hao walikuwa wanaimba nyimbo za ushindi. Enyi falme za dunia,
mwimbieni Mungu. Msifuni Bwana kwa nyimbo. Apandaye mbingu za tangu milele, aitoa sauti yake, sauti ya nguvu. Mhesabieni Mungu nguvu. Enzi yake ii juu ya Israeli, na nguvu zake ni za mbinguni. Zaburi ya 68 aya 32 hadi 34. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 25. Kusudi la ombi. Mwombe Mungu aandae moyo wako kukutana na Yesu hivi karibuni. Wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana. Mwalike kila mmoja kufikiria ni dakika ngapi anapenda kufika kabla au baada ya miadi iliyopangwa. Waombe wote wanaopenda kufika mapema wainue vidole vyao kuonesha dakika ngapi wanapenda kufika mapema. Waombe wote ambao wanaridhika kufika kwa kuchelewa wainue vidole vyao kuonesha dakika ngapi wako tayari kuchelewa. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza neno. Soma Mathayo Mtakatifu sura ile 24 aya 42 hadi 44. Ni kwa namna gani ujio wa pili wa Yesu utakuwa kama kuja kwa mwivi? Mathayo Mtakatifu sura ile ya 24 aya ya 42 hadi 44. Neno la Mungu linasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Tunawezaje kujiandaa vyema zaidi kwa ajili ya ujio wa Yesu? Hekima kutoka kwa Ellen White. Ahadi ya kuja kwa Yesu mara ya pili ilitakiwa daima kukumbushiwa upya mioyoni mwa wanafunzi wake. Yesu yule yule waliyemwona akipanda kwenda juu mbinguni atarejea tena kuwachukua kwake wale waliojitoa kumtumikia hapa chini duniani. Sauti ile ile iliyowaambia, tazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari, itawakaribisha atakapokuwa katika ufalme wa mbinguni. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa 25 hadi 26. Kusudi la ombi. Ombeni pamoja ili Roho Mtakatifu amwandae kila mtu katika mzunguko wenu kukutana na Yesu atakaporejea. Familia ya kanisa, ukaribisho, ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote. Kaeni katika vikundi vyenu vidogo vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo. Msifuni Yesu kwa kuja kwake. Vikundi vidogo. Soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 22 aya ya 12, aya ya 13 na aya ya 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 aya ya 7 imeandikwa, na tazama naja upesi, heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Aya ya 12, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Aya ya 13, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Aya ya 20, yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu.
Chagueni moja ya ahadi hizi na msifuni Yesu kwa ajili ya ahadi hiyo inayomzungumzia yeye. Wote imbeni wimbo kuhusu ujio wa pili wa Yesu. Tubu. Soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 22 aya 10 na 11. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 aya 10 na 11 inasema, akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Omba kwa ajili ya wito wa Mungu kwetu sote wa toba wakati bado tunayo nafasi ya kumrudia. Wote imbeni wimbo kuhusu toba. Omba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 22 aya 17. Neno la Mungu linasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Ombeni kwa ajili ya kumpokea Roho Mtakatifu ili kukidhi kiu yetu ya kiroho. Ombeni ili kupata furaha, amani na upendo katika Roho Mtakatifu. Wote imbeni wimbo kuhusu Roho Mtakatifu. Shuhudia. Vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu 2 au 3 ndani ya vikundi vyenu vidogo. Ulizeni na kujibu, Mungu alikusaidiaje kutekeleza changamoto ya saa 24 ya jana? Orodhesha vipaumbele vyako vikuu 4 katika maisha yako sasa, ukiwa mkweli kuhusu hali halisi ya moyo wako na mahali ulipoelekeza fikra zako. Omba na usome Yakobo sura ile ya 1 aya ya 5 hadi ya 8. Mwombe Mungu akuoneshe vipaumbele vikuu 4 ambavyo yeye anataka viwe vyako. Andika orodha hiyo na uiweke mahali ambapo utaiona kila siku. Kwa msaada wa Mungu, chukua hatua ya imani sasa ili kuishi kulingana na vipaumbele vyake maishani mwako. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 1 ya 9 hadi ya 11 kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote. Simameni katika mduara katika kikundi chenu kidogo. Mwombe kila mtu achukue zamu kuigiza kitu ambacho ni kigumu kukisubiri maishani. Wajumbe wa kikundi wanaweza kubaini ni nini kinachoigizwa. Ibada katika neno. Vikundi vidogo. Soma wa Thesalonike wa kwanza sura ile ya 4 aya ya 16 hadi 18. Neno la Mungu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 aya ya 16 hadi 18 imeandikwa, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ni kitu gani kinachofanya ujio wa Yesu uwe siku bora zaidi katika sayari hii? Soma Mathayo mtakatifu sura ya 25 aya ya 1 hadi ya 13. Neno la Mungu linasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara
Walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Tunaweza kujifunza nini kutokana na mfano huu kuhusu kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu hivi karibuni? Hekima kutoka kwa Ellen White. Baada ya Mwokozi kupaa juu, hisia ya uwepo wa mbingu iliyokuwa imejaa upendo na nuru ilikuwa bado iko pamoja nao. Kila mmoja wao alijisikia hivyo. Mwokozi Yesu aliyekuwa anatembea, anazungumza na kuomba nao, aliyekuwa anazungumzia tumaini na faraja mioyoni mwao. Wakati ujumbe wake wa amani ulipokuwa kinywani mwake, alikuwa ametwaliwa kutoka kwao kwenda mbinguni. Na gari la malaika lilipokuwa linampokea, maneno yake yaliwashukia, tazama, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28 aya ya 20. Alikuwa amepaa mbinguni katika umbile la mwanadamu. Walitambua kuwa alikuwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, rafiki na Mwokozi, na kwamba huruma zake hazikuwa zimebadilika, na kwamba milele zote atajitambulisha na wanadamu wanaopitia maumivu. Walikuwa wanajua alikuwa anawasilisha mbele za Mungu kustahili kwa damu yake, akionyesha majeraha ya mikono na miguu yake kama kumbukizi ya bei aliyokuwa amelipa kwa wale aliokuwa amewakomboa. Na wazo hili lilikuwa linawapa nguvu kuvumilia aibu kwa ajili yake. Umoja waliokuwa nao pamoja naye ulikuwa ni thabiti kuliko wakati ule alipokuwa nao kimwili. Nuru, upendo na uweza wa Kristo aliyekuwa anaishi ndani yao kwa sasa ulikuwa unaangaza kupitia kwao, ili wanadamu watakao waona washangae. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 53 hadi 54. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote. Ombeni pamoja ili Mungu atupatie umuhimu na uharaka wa kujiandaa kukutana na Yesu uso kwa uso katika ujio wake wa mara ya pili. Wito. Kiongozi kwa wote. Yesu anawaandalia makao ya kuishi pamoja naye milele. Ni nani hapa usiku huu anayemhitaji Roho Mtakatifu amsaidie kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu hivi karibuni? Tafadhali njoo uungane nami katika maombi. Changamoto ya saa 24. Muulize Mungu, unataka nifanye nini katika uhusiano wangu na Yesu ili niwe tayari kukutana naye uso kwa uso atakapokuja? Fungua moyo wako kwa chochote ambacho Mungu anataka kukutendea. Ikiwa atakugusa moyoni kufanya jambo fulani, chukua hatua hiyo katika uhusiano pamoja naye. Soma Matendo ya Mitume
sura ile ya kwanza aya ya 12 hadi 14 kwa maandalizi ya kesho. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi, leo ni siku ya 3. Mada yetu siku ya leo imesema kutana na Yesu pale anapotushangaza, tukijifunza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ya 9 hadi 11. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, siku ya 4 tutajifunza mada isemayo kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ya 12 hadi 14. Kumbuka huu mfululizo unasema kufunguliwa kwa ajili ya Januari 7 hadi 17. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.